Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Taarifa tulizokuwa nazo ni kwamba ndani ya masaa 24 yajayo Iran inaenda kumchagua kiongozi mkuu wa taifa hilo kurithi nafasi ya kiongozi aliyeuawa Ayatollah Al-Khamenei, ambaye kutokana na mashambulizi yaliyofanywa kwa pamoja na Marekani na Israel mnamo siku ya Jumamosi ya wiki iliyopita, kiongozi huyo mkuu wa Iran aliuawa. Baada ya kifo cha Ayatollah Al-Khamenei, Ayatollah Alireza Araf alichaguliwa kushika nafasi ya wakati huu kabla ya kuchaguliwa kwa kiongozi mkuu kutokana na katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwamba endapo kiongozi mkuu atauawa basi atachaguliwa kiongozi wa muda ambaye ataongoza nchi hiyo. Hadi sasa Ayatollah Alireza Araf ameonyesha kwamba amekuwa na uwezo wa kuweza kupinga chochote ambacho Marekani imekuwa ikikieleza. Inadaiwa kwamba Ayatollah Alireza Araf ni moja kati ya viongozi walioonyesha ushujaa wa hali ya juu, ambapo kile ambacho wa Iran wanakitaka amekionyesha kwa asilimia zote, na baadhi ya wachambuzi wakisema Araf amekuwa kiongozi ambaye ameweza kuvivaa viatu vya Ayatollah Al-Khamenei. Ni kiongozi ambaye wakati huu ameonyesha namna alivyoliongoza jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRGC kwa kufanya mashambulizi katika maeneo muhimu, lakini pia akitumia mbinu za kisasa za kivita katika kuelekeza jeshi namna gani ya kufanya katika mapambano. Hata hivyo, jina lingine ambalo linatajwa ni jina la Mujtaba Al-Khamenei, mmoja kati ya watoto wa kiongozi muadham aliyefariki Ayatollah Al-Khamenei. Mujtaba Khamenei ambaye hakutajwa kuwa na nyadhifa yoyote serikalini hata wakati wa baba yake, lakini ametajwa kwamba alikuwa moja kati ya washauri wa baba yake, lakini pia anatajwa kwamba alikuwa karibu mno na baba yake mzee Ayatollah Al-Khamenei ambaye ameuawa. Mujtaba Khamenei alitajwa kwamba baada ya kifo cha Ibrahim Rais alitaka kugombea nafasi ya urais, lakini baba yake Ayatollah Al-Khamenei alimweleza kwamba hapaswi kugombania nafasi ya kisiasa ya nchi hiyo, ikimaanisha kwamba pengine ndiye aliyekuwa akitajwa huenda atarithi kiti cha baba yake Ayatollah Al-Khamenei. Baadhi ya wachambuzi wanamuona Mujtaba Khamenei akiwa na nafasi kubwa ya kuteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Hata hivyo, Marekani kupitia Rais Donald Trump amepinga juu ya kuteuliwa kwa Mujtaba Khamenei, akisema kwamba mtoto wa Ayatollah Al-Khamenei hapaswi kuwa kiongozi na kwamba yeye Donald Trump atapanga ni nani ambaye anaweza kuiongoza serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini moja kati ya jambo ambalo bado linaelezwa ni kwamba Marekani walidhani baada ya kumuua Ayatollah Al-Khamenei wataweza kufanya lolote ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini hili limeshindikana. Wao wa Marekani walitamani kuwa na kiongozi wanayemtaka wao, lakini hili nalo limeshindikana, na sasa hivi Iran inaenda kumchagua kiongozi ambaye wanamtaka wao. Inadaiwa pia kwamba rais wa Marekani ametoa vitisho kwa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran akiitaka ijisalimishe, la sivyo Marekani itaendeleza operesheni yake ikishirikiana na Israel. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa taarifa mpya ya vitisho kwa Iran saa chache baada ya Rais Masoud Pezeshkian wa Iran kuomba radhi kwa mashambulizi ya awali dhidi ya nchi za Ghuba. Kupitia chapisho kwenye jukwaa lake la ukweli la Truth Social mnamo siku ya leo, Trump alidai kwamba Iran itapigwa vibaya sana leo, siku ambayo inaenda kuchagua uongozi mpya, uongozi wa juu kabisa. Trump alisema kuwa Tehran iliomba tu msamaha na kujisalimisha kwa majirani zake wa Mashariki ya Kati kwa sababu ya mashambulizi ya Marekani na Israel. Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya bomu kati ya Marekani na Israel nchini Iran sasa imeongezeka na kufikia takribani watu 1332 kwa mujibu wa mamlaka za nchi hiyo. Takribani 168 kati ya waliouawa ni watoto kutoka shule ya wasichana ya Minab. Rais huyo wa Marekani amezidisha vitisho kwa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, huku Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikisema wao wamejipanga kwa namna yoyote ile rais wa Marekani atakavyo. Wakileta mashambulizi watayazuia, lakini pia watashambulia kadhalika. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.